Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 29, neno la Mungu linasema, Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, ambaye huyo mtu akaitwa Adam au binadamu. Adam ni binadamu wa kwanza, na baadaye Mungu akasema sio vyema mtu huyo awe peke yake, nitamtafutia msaidizi wa kufanana naye. Wacha tuangazie saikolojia ya mwanadamu. Kulingana na saikolojia, kuna aina 4 ambazo binadamu wanagawanywa kutokana na ubora na udhaifu wao. Aina ya kwanza ni sanguini. Sifa kuu ya sanguini ni mchangamfu au wachangamfu, mcheshi, mzungumzaji na mkarimu. Tabia zao hawa watu wa aina ya sanguini hupenda kuwa na watu au interaction, wanapenda interaction, wanapenda mwingiliano na watu. Hupenda kuwa na furaha, kujieleza kwa uhuru, wanapenda kujieleza kwa uhuru. Lakini hasara yao, wanaweza kukosa nidhamu kutokana na kuwa na uwezo mkubwa wa kujieleza. Wanaweza kukosa nidhamu kwa namna nyingine. Lakini pia kuahirisha majukumu. Wanaweza kuahirisha majukumu. Hawa ni watu wa jamii ya sanguine. Aina ya pili ni melancholic au melancholy. Sifa kuu ya melancholy, kwanza ni watafakari. Wanapenda sana kutafakari vitu kiundani zaidi. Lakini pia ni wanyenyekevu. Pia ni wapole. Tabia zao, kwanza huwa wanapenda utaratibu, au ni watu wanaofuata sana utaratibu unasema nini, au ni watu ambao wamejiwekea utaratibu wao, na mtu akienda kinyume na utaratibu waliojiwekea huwa wakali zaidi. Lakini pia huwa na hisia za kina. Huwa na hisia za kina. Pia hupenda ukamilifu. Hupenda kufanya kazi kwa ubora. Hasara zake, hawa watu wa melancholic wana hasara pia. Anaweza kuwa mtu wa huzuni au wasiwasi mwingi. Ni watu wenye huzuni, yaani muda mwingi utakuta ametulia tu, muda mwingi anawaza tu. Ni watu ambao wana wasiwasi mwingi sana. Aina ya tatu ni choleric. Sifa kuu ya choleric, kwanza ni watu wenye malengo. Watu ambao wamejiwekea malengo yao. Lakini pia ni kiongozi. Hawa ndio wale watu wana karama ya uongozi ndani yao. Hawa watu wa jamii ya choleric. Lakini pia ni mtoa maagizo. Wanapenda kutoa maagizo. Ni watu wa amri. Wanapenda kuagiza. Lakini pia sifa nyingine ni jasiri. Ni watu wenye ujasiri sana. Tabia zao hawa huwa ni watu wenye msimamo. Ni watu wenye vitendo, au watu wanaopenda sana vitendo zaidi kuliko maneno. Lakini pia ni wapenda mafanikio. Wanapenda sana kufanikiwa maishani mwao. Hawa watu wa jamii ya choleric. Hasara, anaweza kuwa mkali. Wanaweza kawa ni watu ambao ni wakali sana. Lakini lengo kubwa ni kwa ajili ya kutimiza yale malengo ambayo wamejiwekea. Lakini pia kwa muda mwingine anaweza asiwe ni mtu wa kujali hisia za watu. Anaweza kaona mtu anaumia, lakini yeye anatamani malengo yake yatimie, na wala haangalii mtu anavyoumia. Hawana huruma kwa namna hiyo. Lakini aina ya 4 ni phlegmatic. Sifa kuu ya phlegmatic, kwanza ni watulivu sana.
Ni watulivu sana, lakini pia ni waelewa, wanapenda kuelewa vitu, wanaelewa vitu kwa haraka sana. Lakini pia ni wapatanishi, wanapenda kupatanisha watu. Kama mtu amegombana au mtu amekosana mwenzake, watu wa jamii ya phlegmatic ni muhimu sana, kwani ni wapatanishi. Lakini pia ni wenye subira sana, wanasubira sana ndani yao. Tabia zao, hupenda amani, wanapenda amani na watu wote, sio wagomvi. Lakini sifa nyingine, sio rahisi sana kukasirika. Yani ni wagumu sana kukasirika, ila wakikasirika ndio yale utasikia kwamba fulani ni mpole sana, lakini akikasirika hapata kuwa na uelewa hapo, hamuelewi mtu. Lakini tabia nyingine ni watiifu. Hasara yake, wanaweza kuwa ni wavivu au mtu asiyeonesha hisia kirahisi. Ni watu ambao wanaweza kuwa ni wavivu, lakini hawaoneshi hisia zao kirahisi sana. Cha kuzingatia, mpenzi mtazamaji wa Mwajungwa 8 Media, ni kwamba hakuna mtu ambaye ana tabia moja pekee, bali watu wana tabia mbalimbali, au mtu mmoja anaweza kawa na aina 2 au 3 za saikolojia hizi. Anaweza kawa ni mtu ambaye ana phlegmatic, lakini pia ni choleric. Anaweza kawa ni mtu ni melancholy au sanguine. Kwa hiyo usizingatie kwamba huyu mtu labda atakuwa ni choleric hawezi kawa na sifa ya phlegmatic, hapana. Au mtu ni sanguine hawezi kawa na tabia ya melancholy, hapana. Watu wote wana tabia 2 au wanaingia katika makundi 2 au 3 na zaidi pia. Asante sana mtazamaji wa Mwajungwa 8 Media kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nami. Toka nilipoanza mpaka sasa, niseme tu sina la ziada. Asante kwa siku ya leo, tukutane wakati mwingine. Usiache kushare, kusubscribe, kushare na kucomment ili kuendelea kupata update kutoka Mwajungwa 8.